Leo nataka nielekeze kuhusu swala la kufunga kitasa ambacho kilikuwa. Kwa hiyo kama unavyoona hapa nimekimwaga kitu changu, nataka nikirudishie, unaona, mradi kiweze kufanya kazi. Nitachukua hii kwanza, pia nitachukua na zangu zingine. Unaona, hiki ni kitasa kikubwa ambacho kinatumika kufunga mlango mkubwa kabisa, yani ambacho tutakuwa tunatumia funguo, lakini pia utakuwa na spring ambayo itakuwa inasukuma ili mradi isukume mbele na iweze kusukuma nyuma. Unaona, hii spring inakaa hapa. Unaona, alafu baadaye utakuja uweke hiki kitu hapa. Hiki ni kidude ambacho kinaweza kikafanya mlango uwe unasukuma hivi, inaenda inarudi, inaenda inarudi, inaenda inarudi. Umeona, ambayo kwamba ukishafunga ina maana kwamba hii inaweza kufanyaje, mlango ukifunga unafunga moja kwa moja. Kwa hiyo hapo ukishaweza kumaliza hivi, unaweza kufanyaje, ukakiweka kama hivi. Ukishaweka hivi, tutaenda hatua kwa bara kwa hatua. Tutaanza hichi kitasa kidogo, afu baadaye tutayafuata hichi kitasa kinachofuata kwa huko juu. Tukianza na hii tutakuwa tunaleta ili cover letu kama hivi, kama unavyoona. Kama unavyoona hivi, baada ya hapo yani nataka tukuonyeshe kwamba kabla ya hichi cha juu, ina maana kuna uwezekano wa kuiki kufunga hadi siku nyingine kisiwe kinakupa shida. Hivi ni vitasa vile vya aluminium, kwenye milango ya aluminium. Unaona kama hapo unavyoona kitasa chetu tumefunga fresh. Baada ya kufunga hapa, sasa utachukua huu ulimi. Huu ulimi ni ule ambao utakuwa unaisukuma kile kitasa chetu kilichokuwa ndani. Hiki kidude kidogo unachokiona ndio kile ambacho utakuwa unatumia funguo kuisukuma ile spring kwenda ndani, ili mradi uliweze ulimi uweze kutoka nje. Kwa hiyo huu ulimi ndio ule kisha uweka hapo, utakuwa unasukuma sasa kitoke nje. Unaona, alafu pia unaweza kurudisha ndani kama hivi. Ukishaweka hapo, kwa unatumia funguo yako kama hivi. Unaona, maana hapa tunafanya hapa juu. Unaona, unatoa funguo yako kama hivi. Maana hapa tayari ushafanyaje, umeshafunga kitabu. Hadi kufungua pia tena unaweka funguo yako kurudisha nyuma, unaweza kutoa. Kwa hiyo ndio njia ya kwanza ya kurudisha kitasa. Tutafuata njia ya pili, lakini part 2. Kwa hiyo asanteni sana, endelea kusubscribe channel yangu. Karibuni sana.